Hatua ya sasa hivi ya Mama Samia Suluhu imewashangaza wengi Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Na katika kile kinachoonekana kama mkakati wa kujiimarisha kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kufanya mabadiliko muhimu ya kiuongozi serikalini. Tarehe 29 Juni mwaka huu, Rais Samia alifanya uteuzi wa viongozi wapya katika nafasi za juu serikalini, hatua inayotafsiriwa na wachambuzi wa siasa kuwa ni sehemu ya kujenga safu imara ya uongozi kwa ajili ya uchaguzi ujao. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Daktari Moses Kasiluka, mmoja walioteuliwa ni Jaji Mkuu mstaafu Profesa Ibrahim Hamis Juma, ambaye sasa ndiye mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma ama UDOM. Uteuzi huu unamweka Profesa Juma katika nafasi iliyokuwa ikishikiliwa na Daktari Stergomena Lawrence Tax, ambaye kwa sasa anahudumu kama Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Profesa Juma anarejea katika nafasi ya uongozi wa taasisi ya elimu ya juu akiwa na uzoefu mpana wa kitaaluma na kisheria, jambo linalotajwa kuwa ni sehemu ya jitihada za kuimarisha sekta ya elimu ya juu nchini, hasa katika kipindi hiki ambacho uhusiano wa elimu, sera na siasa unazidi kuwa na umuhimu mkubwa. Na katika uteuzi mwingine wa kistrategia, Rais Samia amemteua Daktari Deo Mwapima kuwa balozi. Kabla uteuzi huo, Daktari Mwapinga alikuwa katibu mkuu wa jukwaa la wabunge wa nchi wanachama wa mkutano wa kimataifa na ukanda wa maziwa makuu. Hii ni nafasi ambayo inamhusisha moja kwa moja na diplomasia ya kimataifa na ushirikiano wa kikanda. Hivyo uteuzi wake katika nafasi ya ubalozi unatazamwa kama hatua ya kuimarisha uwakilishi wa Tanzania nje ya mipaka yake. Mabadiliko haya ya kiuongozi yanakuja wakati taifa likiingia kwenye awamu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu, ambapo heka za kisiasa na mipango ya vyama vikuu vya siasa vinaendelea kushika kasi. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kwamba Samia anafanya maamuzi haya kwa lengo la kuhakikisha kuwa serikali inaendelea kuwa imara, yenye watu waaminifu, wenye weledi na walioko tayari kutekeleza ajenda za maendeleo ya taifa. Tangu ingie madarakani, Rais Samia amekuwa akijipambanua kwa mtindo wa kiuongozi wa kisasa unaolenga matokeo, huku akisisitiza uwajibikaji, mageuzi ya taasisi na ushirikiano wa kimataifa. Kwa hivyo mabadiliko haya yanaangaliwa pia kama sehemu ya kuhakikisha taasisi za umma zinaongozwa na watu wenye uwezo wa kisera, kitaaluma na kiuongozi katika kipindi hiki maalum. Na kwa sasa hali ya kisiasa nchini inaendelea kuwa na kuvutia, huku viongozi wakuu serikalini na wa kisiasa wakipanga safu zao kwa lengo la kushinda mioyo ya Watanzania kuelekea Oktoba mwaka huu.